قال رحمه الله: باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة. باب كراهة مسح الحصى, kwa ni makuruhu kujifuta madha ile mchanga ambao mtu changarawe. Hasa ni vile changarawe ambao ameenda kusujudu zikabakia katika paji la uso. Sawa, tasiyati turabi fi sala, na vile vile kurekebisha mchanga ule ndani ya sala. Yani unaenda kusujudu pale katika mchanga uko ndani ya sala, lakini ukatengeneza vizuri hivi, hawezi sujudu tu. Kwa hiyo ukifanya hivyo ni makruhu. Ama kabla sala jaiz, inafaa. Na kwa kuzinga haya, kwa vile ulivyokuwa msikiti wa Mtume za sallama ulikuwa na changarawe ile msikiti, kwa ndani umetoa changarawe ni vijio vidogo vidogo, na msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam bidayatan, picha Mtume sallam kila zama ilikuwa inatangulia, baadaye ukawa narekebishwa mpaka walipofikia sasa hivi. Naam. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب أنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى، قال: إن كنت لا بد فاعلا فواحدة. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وهو وكيع بن الجراح قال وكيع حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب. ومعيقيب هذا الصحابي الجليل هو معيقيب ابن أبي فاطمة الدوسي. معيقيب ابن أبي فاطمة الدوسي رضي الله عنه. قال ابن مندى وزي معيقيب إنه شهد بدرا, كذلك صحابه huyu alihudhuria vita vya Badri, min albadriyin, katika watu walihudhuria vita vya Badri. Na watu walihudhuria vita vya Badri radhiallahu ta'ala anhum wana nafasi, kwa lugha za leo wana vyeo. Ilikuwa kipindi cha masahaba wana vyeo, mpaka Mtume anawaambia imalu laala Allaha qad ghafara lakum, fanyeni nyinyi watu wa Badri, enda Allah mwasamehe nyinyi. Sana yeye alikuwa ni mmoja, innahu shahida badra wadhi. Wastamalahu Umar ibn al-Khattab khazinan ala bait al-mal, katika zama za Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu, Umar alimfanya kuwa ndio mlinzi wa bait al-mal, msimamizi wa bait al-mal, ile nyumba ambayo ilikuwa mali za Waislamu zikiletwa. وأصابه الجذام وأحضر له عمر رضي الله عنهما الأطباء, akapata ukoma, aliumwa ukoma. Umar ibn Khattab akamletea waganga, yani kwa maana ndo madaktari, faalajuhu fawaqafa almarad, wakamtibia kitambo kiasi mpaka akapona kabisa ule ugonjwa wa kuendelea. Naam. wa huwa alladhi saqata min yadihi khatimu nabii sallallahu alaihi wasallam fi bi'li arisi falam yujad. Huyu ndiye sababu ambaye ile pete ya Mtume sallam alipopewa aishike ilimwanguka ikatumbukia kisimani. Sasa Mtume sallam alipoiwa kwamba aishike ikachoropoka ikaanguka kisimani, ikatafutwa na kisima, falam yujad, haikupatikana. Sawa ile pete haikupatikana. Baadhi ya muarrikhuna wanasema imekuwa bora kwa sababu Mayahudi, watu wa Sham huko na Wayahudi wanatembea na pete, wana mapete mengi, mapete ya nani yule ya Nabiullah Suleiman ibn Daud. Kila mtu akawa anatunga, kila mtu anatunga. Ukienda jimbo lile kuna pete ya Suleiman ibn Daudi, ukija Manzese ipo, Kigamboni ipo. Sasa imekuwa mapete mengi, sawa, lakini ile pete haikupatikana. Ina maana ingekufa Mtume sana, ile pete bado ipo. Kuna watu wangekuwa wanachora alama ya pete katika misikiti, hiyo ndio pete ya Mtume hiyo. Kama vile wale watu pale wanapochora alama ya yebo ya Mtume, kiatu cha Mtume kipo msikitini, msikiti wapo mtaa Kongo Nyamwezi, sawa, ipo, nenda kaangalia cha chuma. Yani alama yao, yani Uislamu wana alama yao ni yebo ya Mtume sallam. Umeona balaa hili?
Sasa ingekuwa pete, ingekuwa ungesikia pete hiyo iko Misri, pete hiyo iko Uturuki, pete hiyo iko Baghdadi, pete hiyo nyingine iko India. Uko India tena ndo kila sehemu huko, kila kijiji ingekuwepo. Pakistani na Bangladesh ndo siseme, maana huko mpaka maswahaba wapo. Na huyu ni as-sahabi al-jalil Mu'aqib ibn Abi Fatima radiyallahu ta'ala anhu, wa huwa min as-sabiqin al-awwalin, ni katika maswahaba wa mwanzo kabla kuslimu. Kwa mwanzo mwana amehama hijra mbili, amehamia Habasha mara ya kwanza na mara ya pili akahamia Habasha, na akarudi mwaka wa 7 katika vita vya Khaybar akiongozwa na Jaafar ibn Abi Talib. Sisi tumefahamiana ni katika sabiquna al-awwaluna, na maneno mengi na fadhila nyingi na khairi nyingi, ila kama min al-muqillin. في فائدة في هذا؟ نعم. أيوة. وليس في هذا في صحيح مسلم إلا 3 أحاديث. Naam. Na jazakallahu khairan, kwamba hakuna Mu'aqib katika vitabu 6 isipokuwa huyu, na katika Sahih Muslim hana isipokuwa hadithi 3. Hadithi moja ndio hii, sisi tuko pamoja Aiyo. Na hadithi ya pili ndio inayofuata, na hadithi ya 3 inayofuata ndio hizi hapa zote. Baada ya hapa ana hadithi nyingine, radhiyallahu ta'ala anhu min al-muqillin, katika masahaba wenye hadithi chache. Kwa nini kwa na hadithi chache? Ina maana ima alisimulia wale wanafunzi walizopokea walikufa bila kufikisha, ima alikuwa mchache wa kusimulia kwa ile kazi aliyokuwa anaifanya, kwa sababu kama tulivyosoma kwamba yeye alikuwa ni mlinzi wa Baitul Mal. Sasa shughuli zile kupokea mali, kuandika kinachoingia na kinachotoka na kadha, uwezi sasa ukakaa ukafundisha watu, ili yale maalumati na ile ilmu iliyopokea kwa Mtume ili kuihamisha kwenda kwa watu wengine, kama vile ilivyokuwa tumezungumza hapa ilivyokuwa kwa Abu Bakar Siddiq. Kwa nini Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu hadithi zake ni chache? Miongoni mwa sababu ndio hizo, yeye ndio kiongozi wa nchi, kuna mambo mbalimbali ya jihad na kadha, tofauti na kina Abu Huraira, kina Ibn Abbasi, kina Aisha, kina Anas. Wao wamekaa msikitini tu wanasimulia, wanakuja wageni kutoka maeneo tofauti wanasimulia hadithi, sawa. Lakini huyu kiongozi kwa lugha ya kileo yuko Ikulu kwa ajili ya mambo ya daula, kwa hiyo elimu yake haiwezi ikawa imesambaa, licha hawa khulafa'ur rashidun walikuwa na elimu kubwa mno, lakini ilishindwa kusambaa kwa yale majukumu makubwa ya kuongoza daula al-islamia. Tumefahamiana Aiyo. Naam, adhana.